Kijiji cha kijani kilikuwa kimetulia kati ya milima na mashamba ya mahindi yaliyotikiswa na upepo mwanana. Watu wake walikuwa wakulima na wafugaji. Maisha yao yalijaa jasho, lakini pia furaha ndogo ndogo za kila siku. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana aitwaye Asha. Asha alikuwa mzima, mwenye afya njema na mwenye sura iliyovutia macho ya kila mtu, lakini uzuri wake haukuwa kitu kilichomfanya apendwe sana. Kilichowafanya watu wamheshimu ni tabia yake njema. Kila alfajiri, kabla hata jogoo hawajawika, Asha aliamka na kwenda kisimani kuchota maji kwa ajili ya mama yake mjane. Baadaye aliwasaidia wazee wa jirani kufagia viwanja na kuwapelekea kuni. Wengi walishangaa kwa nini msichana mrembo kama yeye hakuwa na kiburi. Wenzake walipenda kujipamba sokoni, lakini yeye alipenda kufanya kazi. Mzee mmoja aliwahi kusema, uzuri wa Asha haupo usoni, upo moyoni. Lakini Asha hakujua kuwa maisha yake yangekuja kubadilika kwa njia ambayo hakuna mtu kijijini angeweza kutarajia. Mandhari ya mbili, soko la Jumamosi. Siku ya Jumamosi ilikuwa siku ya soko, na watu kutoka vijiji jirani walikusanyika kuuza mazao. Asha alienda kuuza mboga na maziwa ili kumsaidia mama yake kupata pesa za matumizi. Watu wengi walifika kununua kwake, si kwa sababu ya bei nafuu tu, bali kwa sababu ya heshima yake kwa wateja. Alizungumza kwa upole hata kwa watu waliokuwa wakibishana bei kwa muda mrefu. Mwanamke mmoja mzee aliyekuwa hana pesa za kutosha alimwomba apunguze bei. Badala ya kukataa, Asha alimpa mboga bure. Watu waliokuwa karibu walishangaa. Kwa nini umempatia bure? Rafiki yake aliuliza. Asha alitabasamu. Leo hana, kesho atakuwa nacho, lakini njaa haisubiri. Maneno hayo yalimfikia kijana mmoja aliyekuwa akipita sokoni kwa mara ya kwanza. Alimtazama Asha kwa muda mrefu, si kwa sababu ya uzuri wake, bali kwa wema wake. Alijiuliza, bado kuna watu wa namna hii duniani? Asha hakujua kuwa macho hayo yangekuwa mwanzo wa hadithi mpya kabisa maishani mwake. Mandhari ya tatu, mgeni asiyefahamika. Siku iliyofuata, kijana yule alirudi kijijini akiwa amevaa kawaida kama mkulima. Aliwauliza watu kuhusu kazi za vibarua, akijifanya mtafutaji wa maisha. Wengi hawakumjali sana, lakini Asha alimkaribisha kunywa maji na kumpa chakula. Walizungumza kwa muda mrefu. Kijana huyo alijiita Baraka. Alimwambia alikuwa anatafuta sehemu ya kuanza maisha mapya. Asha hakumhoji sana. Alimwambia kijiji kilikuwa na watu wema, angeweza kupata nafasi. Baraka aligundua jambo moja: Asha hakuwa mtu wa kujionyesha. Alikuwa mnyenyekevu kwa kila mtu. Watoto walimpenda, wazee walimbariki, na wanawake walimwamini. Siku zilivyoendelea, alianza kumsaidia shambani. Walifanya kazi pamoja, wakicheka na kuzungumza kuhusu maisha. Taratibu urafiki wao ukawa wa karibu zaidi. Lakini kijiji hakikujua kuwa Baraka hakuwa mtafutaji wa kazi tu, alikuwa mtu mwenye siri kubwa moyoni. Mandhari ya nne, maneno ya wivu. Kadri Asha na Baraka walivyoonekana pamoja, baadhi ya vijana kijijini walianza kunungunika. Waliona Baraka hana chochote, lakini Asha anamjali sana. Walieneza maneno kwamba kijana huyo alikuwa maskini asiye na mbele wala nyuma. Marafiki wa Asha walimwambia awe makini. Uzuri wako unaweza kukupeleka mbali, usijifunge kwa mtu asiyejulikana, walionya. Asha alitulia na kusema, thamani ya mtu haipo mfukoni, ipo moyoni. Lakini Asha hakujua kuwa maisha yake yangekuja kubadilika kwa njia ambayo hakuna mtu kijijini angeweza kutarajia. Mandhari ya nne, maneno ya wivu. Kadri Asha na Baraka walivyoonekana pamoja, baadhi ya vijana kijijini walianza kunungunika. Waliona Baraka hana chochote, lakini Asha anamjali sana. Walieneza maneno kwamba kijana huyo alikuwa maskini asiye na mbele wala nyuma. Marafiki wa Asha walimwambia awe makini. Uzuri wako unaweza kukupeleka mbali, usijifunge kwa mtu asiyejulikana, walionya. Asha alitulia na kusema, thamani ya mtu haipo mfukoni, ipo moyoni. Lakini Asha hakujua kuwa maisha yake yangekuja kubadilika kwa njia ambayo hakuna mtu kijijini angeweza kutarajia. Mandhari ya tano, jaribio la uaminifu. Mvua kubwa ilinyesha na mazao mengi yakaharibika.
Familia nyingi kijijini zilipata shida ya chakula. Asha alianza kupika uji kila jioni na kugawia kwa watoto wa jirani. Baraka alimuuliza, hana chakula kingi, kwa nini wagawie wengine? Asha akasema, kijiji ni familia, nikipona peke yangu si furaha. Maneno hayo yalimfikia kijana mmoja aliyekuwa akipita sokoni kwa mara ya kwanza. Alimtazama Asha kwa muda mrefu, si kwa sababu ya uzuri wake, bali kwa wema wake. Alijiuliza, bado kuna watu wa namna hii duniani? Asha hakujua kuwa macho hayo yangekuwa mwanzo wa hadithi mpya kabisa maishani mwake. Mandhari ya 6. Ukweli ufichiliwa. Siku iliyofuata, gari kubwa lilifika kijijini. Watu walikusanyika kwa ushangao. Wanaume waliovaa suti walimfuata Baraka kwa heshima kubwa. Kijiji kilibaki kimenyamaza. Asha alitazama bila kuelewa. Baraka alimkaribisha na kusema kwa sauti ya upole, mimi si maskini, nilikuja hapa kutafuta mtu wa kweli na nimempata. Alieleza kuwa alikuwa mfanyabiashara mkubwa aliyekuwa akichoka kupendwa kwa mali. Alitaka kujua kama bado kuna mtu anayeweza kumpenda bila kujua alichonacho. Asha alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, nilimkubali Baraka, sio mali yako. Mandhari ya 7. Moyo upimwe. Baadhi ya wanakijiji walianza kumbembeleza Baraka. Watu waliokuwa wakimdharau walimkaribia ghafla. Lakini Baraka aliona tofauti. Asha hakubadilika. Aliendelea kuvaa kawaida, kufanya kazi na kuwasaidia watu kama zamani. Hakujivunia kumjua Ratiji. Hapo ndipo Baraka alithibitisha uzuri wake ulikuwa wa kweli, wa ndani. Mandhari ya 8. Pendekezo. Chini ya mti mkubwa wa mwembe walipomekutana mara ya kwanza, Baraka alimwomba Asha wawe pamoja milele. Hakutoa pete ya kifahari, bali alishika mkono wake tu. Asha alikubali kwa tabasamu. Kwa mara ya kwanza, kijiji kilishuhudia mapenzi yasiyojengwa kwa mali, bali tabia. Mandhari ya 9. Baraka kwa kijiji. Badala ya kumchukua Asha mjini mara ya kwanza, Baraka aliamua kujenga kisima, shule na zahanati kijijini. Alisema, hapa ndipo nilipomkutana na moyo safi. Watu walimshukuru Asha kwa sababu bila yeye hawangekutana na baraka hiyo. Mandhari ya 10. Furaha ya kweli. Miaka ilipita, Asha alibaki kuwa yule yule, mnyenyekevu, mkarimu na mwenye upendo. Alifundisha watoto kuwa uzuri si uso, bali matendo. Na kijiji kilijifunza somo kubwa. Utajiri unaweza kununua vitu, lakini hauwezi kununua moyo mwema. Mwisho, uzuri wa kweli huonekana kwa matendo, si macho.